Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Wanjani, nimeokoka. Tumsifu Yesu. Mwenye haki ni mtu anaye mtegemea Mungu. Mtu mwenye anainua imani yake juu. Mtu wa imani ndiye mtu mwenye haki. Utafanywa mwenye haki kwa kuamini. Abrahamu alifanywa mwenye haki kwa kuamini. Utaponywa kwa kuamini. Utafanywa mwenye haki kwa kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Utarejeshewa kwa kuamini. Maana aliyekuumba anataka umwamini yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu tunaweka imani yetu ama tunaamini watu wa dunia, tunaamini sana kumshinda Mwenyezi Mungu aliyekuumba. Na sisemi ni vibaya na mtu anielewa. Lakini hutafanywa mwenye haki. Kwa kutoa sana hutafanywa mwenye haki. Kwa kupeana sana hutafanywa mwenye haki. Usidanganywe. Kuna mambo mengine hutafanywa mwenye haki kwa ajili ya kuyafanya. Ila utafanywa mwenye haki sana kwa kumwamini Mungu. Sijasema kutoa ni vibaya. Sijasema kupeana ni vibaya. Lakini Abrahamu baba yetu wa imani alifanywa mwenye haki kwa kuamini Yesu, kwa kumwamini Mungu. Wakati alipoamini, after hiyo miaka yote bila mtoto, lakini wakati aliinua imani yake na kumwamini Mungu, wakati huyo mkewe alipokea mtoto. Nawe leo hii kwa kuamini kwako utapona. Kwani inaniambia katika kitabu cha Isaia 53 verse 5, kwa kuchapwa kwa Yesu Kristo, yani kwa misheledi yake nimeponywa. Kuhorogu wake, utandikwa wake, misheledi yake kehonia. Lakini bado hujaamini. Ndio maana hujapona. Ni sawa umeomba sana lakini hujaamini. Na sisemi kuomba ni vibaya. Maana huwa nasema hivi, bidii si baya. Maana bidii na kuamini utafanywa mwenye haki. Umeomba lakini hujaamini, bado hujafanywa mwenye haki. Maana maombi itoshi bila imani. Haleluya. Kama mimi nilikuwa na kijana aliyekuwa na mtihani, nikamwambia kwa bidii yako na kuamini utafanywa mwenye haki. Kwa hivyo kwa bidii, kwa maombi yako na kuamini utafanywa mwenye haki, utapokea uponyaji. Leo inataka mtu mwenye anainua imani yake juu. Mimi huwa nasema mwenye imani, mwenye kuinua imani utapokea uponyaji. Mwenye kuinua imani utaponywa. Mwenye kuinua imani utapokea. Mwenye kuinua imani shida itaisha leo. Mwenye kuinua imani utazipata unazozitafuta. Utafanywa mwenye haki kwa kuamini. Mimi sijasema kutoa ni vibaya na mtu anielewe. Kuna mwenye anatoa lakini hana imani. Unatoa ile matoleo lakini bado huna imani. Itoe na ukue mwenye imani. Na ninaomba mahali tunaposhiriki makanisani, hubilieni watu kuhusu imani. Wajue kwa imani ni nini. Inua imani. Maana na hata ukiniletea mamilioni na bado imani yako iko, bado hutatendewa. Waambieni, na hata utoe kiasi gani lakini hauna imani, hautapokea, hautafanywa mwenye haki. Mimi nakwambia hivi. Ni kama kujaribu tu, unajaribu. Kwa nini unaweza ishi mahali miaka mingi? Kuna mtu atakuja, alikaa miaka 20 ama miaka 3 bila mtoto, amekuja pengine na amekuja siku 2-3, amefanya kitu, amepokea. Maana aliamini kwa kutoa, aliamini Mungu nami ataniponya. Mimi nitapokea. Kuna watu wanaamini nikikunywa hizi dawa za daktari nitapona. Hiyo imani naibadilisha katika imani ya Mungu. Ibadilishe, uinue imani ndani yako ya kuwa Mungu, leo najua unaweza ponya. Nifanye mwenye haki niweze kutembea. Nifanye leo na kuombea wewe ulio mgonjwa hapo, pengine miguu ama wapi kuna kuuma unashindwa kutembea. Pokea hiyo imani na uinuke utembee. Na utatembea katika jina la Yesu Kristo. Na kuomba usinione mimi. Hapana. Ona Mungu aliye juu. Ona Yesu Kristo aliyepigwa msheledi kwa ajili ya uponyaji wako. Na hakika utatembea katika jina la Yesu Kristo. Amen.